Exclusive lawama kama lawama zinazobakia kwenye klabu ya Yanga ni kwa viongozi tu, na ambaye hivi sasa analaumiwa ni rais wa klabu ya Yanga ambaye ni Rais Engineer Hersi. Yani moja kati ya mistake na madhaifu yaliyojitokeza katika msimu huu ambao hauhitajiki kuweza kujitokeza tena, kwa sababu inaweza ikatengeneza anguko kwenye kikosi ama taifa letu la Tanzania kwa kuwakilishwa na timu kubwa ya klabu ya Yanga ambayo pia ina mategemeo na imekuwa ikitegemewa sana na mashabiki wa kikosi cha wananchi. Ni hiki kilichoweza kujitokeza kwa kocha Romain Folz ama kocha minono, kocha Romain Folz, ambaye pia nafikiri alikuwa akiendeleza kufanya mioyo ya wanayanga kuumia, kuteseka, lakini pia na kuvuja jasho na kuvuja pia maumivu, ambayo bila shaka nafikiri ikafikia mwisho na hatma ya kuona kwamba sasa tunakoelekea ni kutengeneza anguko kwenye klabu ya Yanga. Na ndio maana mpaka sasa hivi kila mchambuzi ni kwamba anguko kubwa ambalo Yanga ingetengeneza basi ni kuendelea kumbakisha kocha Romain Folz. Asilimia 80 mpaka 90 ya wachambuzi walikuwa wakimuongelea na kuona kwamba kocha Romain Folz hafai na hastahili, lakini tu labda pengine Yanga walikuwa wanawaza ni namna gani ya kuweza kujilipua kuvunja mkataba, kwa sababu pesa na kiasi ambacho kilikuwa tayari kimeshatajwa cha kuvunja mkataba, lakini pia na kumpa mshahara wake wote wa kuweza kuvunja mkataba, na ile airtime ya usumbufu ambayo Yanga wameweza kuitengeneza ilikuwa ni pesa ndefu sana ambayo Yanga ilikuwa inaendelea kuwatesa na kuona kwamba ni heri wangeendelea kumvumilia. Lakini maamuzi yaliyotumika ni maamuzi magumu ambayo yamefanywa kwa sababu tu ya pesa, ambayo tunasema kwamba GSM Ghalib Said Mohamed ameamua kuonyesha kwamba wana Yanga kweli hawezi kukaa na furaha kwa sababu ya kocha Romain Folz, ambaye kadri siku zinavyoenda basi Yanga ilikuwa inaendelea kuteketea. Na hizi lawama zote ambazo Yanga imeweza kuzitoa ni kwenda kwa rais wa klabu ya Yanga mara baada ya selection ya kocha ambaye hana CV na ni kocha ambaye kiuhalisia yani Yanga kwa msimu huu hawakustahili kuweza kumleta kocha wa namna hii. Kwa hiyo ni funzo kubwa sana ambalo timu zetu za Simba na Yanga inabidi pia iangalie na kufuatilia zaidi, kuhakikisha kama makocha wanaokuja ni makocha ambao wanakuja na CV zao na makocha ambao tayari wana ueledi mkubwa na tayari wana experience ya mashindano tofauti ya michuano ya klabu bingwa ama michuano ya kombe la shirikisho. Lakini kwa kocha Romain Folz kiuhalisia CV ambayo ya kusema kuiendesha ama kuiongoza klabu ya Yanga ilikuwa ni 0.0. Kwa hiyo maamuzi yaliyofanyika yako sahihi na kila mchambuzi, kila mshabiki na hata wapinzani wanakubaliana kwamba ilikuwa ni makosa makubwa yaliyofanywa na Rais Engineer Hersi kwenye klabu ya Young African.